maamuzi ambayo yalitolewa jana ya kesi hiyo ambayo ndugu yangu hapa ameeleza vizuri tu, mimi sitarudia. Kwanza kabisa nianze kupongeza jopo la majaji walioamua kesi hiyo. Sio kawaida sana kupongeza mahakama inapotoa uamuzi, lakini kwa profesa mwandamizi kama mimi nafikiri naweza nikafanya hivyo, hasa kwa sababu uamuzi wa jana kwangu mimi binafsi ilikuwa ni faraja mkubwa sana. Katika walimu wangu wa karibu miongo minne, nimewafundisha mawakili wengi sana wa pande zote mbili, mawakili wa serikali na mawakili binafsi, na pia baadhi ya majaji wa mahakama kuu na mahakama ya rufani. Kwa hivyo naposikia uamuzi uliotolewa jana au uamuzi kama ule, inanipa faraja kubwa sana. Jambo la pili, ningependa kusema kwamba jopo la majaji liliongozwa na Jaji Levira kwa kiasi fulani alitoa uamuzi ambao ulikuwa wa kijasiri, hasa katika mazingira yetu. Uamuzi kama ule hatujawahi kusikia katika miaka zaidi 10 sasa. Kutokana na sababu mbalimbali ambazo sitaingia kwa sababu nitaambia sasa unaingia kwenye siasa. Marekebisho yaliyofanywa mnamo mwaka 2020 katika sheria ambayo inamwezesha mtu kwenda mahakamani pale anapodai kwamba haki zake za msingi zimevunjwa na yeye ameathirika na vunjaji wa haki hizi. Sasa mwaka 2020 wakaleta marekebisho, wakarekebisha sheria. Sio maboresho ndugu yangu, sio maboresho. Marekebisho walifanya. Haikuwa maboresho. Haikuwa maboresho. Kwa maoni yangu. Na nitaongea kidogo kwa nini haikuwa maboresho. Sasa katika katiba yetu tangu mwaka 84 ambapo tuliingiza haki za binadamu katika katiba yetu, kuna ibara 2 za katiba. Kuna ibara 2 za katiba ambazo ni muhimu. Ibara ya 30 ya katiba inamwezesha mtu au kundi la watu ambalo limeathirika na sheria fulani au tendo fulani la chombo cha serikali au afisa wa serikali, ameathirika na haki yake ya kimsingi imevunjwa, inamwezesha mtu kama huyu au kundi kama hili kwenda mahakamani. Ibara ya 30. Anapoenda mahakamani, madai yake kwamba kwanza anaonyesha kifungani ibara gani ya katiba imevunjwa, moja, na pili jinsi gani yeye binafsi ameathirika, yani maslahi yake sawa yameathirika.
Tuko pamoja? Ibara ya 30 ambayo tumekuwa na kesi nyingi tu za kikatiba zinaenda mahakamani chini ya ibara ya 30. Sasa tuna ibara moja katika katiba yetu ambayo kwa maoni yangu ni ya kipekee kabisa, ni ibara 26, ibara ndogo ya pili. Ibara 26, ibara ndogo ya pili. Ibara hii inasomeka hivi: kila mtu ana haki, kila mtu, sio kila mwananchi, kila mtu ana haki kwa kufuata utaratibu uliowekwa na sheria kuchukua hatua za kisheria kuhakikisha hifadhi ya katiba na sheria za nchi. Kila mtu ana haki ya kuchukua hatua za kisheria ili kulinda katiba na mfumo wa sheria tulionao, kuprotect. Hapa hakuna swala la kuathirika au kuwa na maslahi binafsi, hapana. Haki hiyo sio haki ya mtu binafsi, lakini haki ya kuwezesha huyu mtu, haki ya kuwezesha huyu mtu kutekeleza wajibu wake wa kijamii, yani public duty. Sawa? Ibara 30, unapoenda mahakamani haki yako binafsi imevunjwa. Katika ibara hii haki uliopewa ni sio kwa sababu maslahi yako, sio kwa sababu maslahi yako. Ni haki uliopewa ni wewe kuwezesha wewe kutekeleza wajibu wako wa kijamii, public duty, kuhifadhi katiba. Na chini ya ibara hii ndio hao wenzangu watetezi wa haki za binadamu walikuwa wanaingia mahakamani kupinga sheria mbalimbali au vitendo mbalimbali ambavyo sheria hizi na vitendo hivi zilikuwa zinaathiri umma kwa jumla au sehemu ya umma. Wao wenyewe hawakuwa na maslahi na hiyo. Tuko pamoja? Naweza kuniuliza maswali. Labda nitoe mfano itakuwa wazi. Tuseme tuna mgodi wa dhahabu kule sehemu za Mara pale au Geita. Sawa? Sasa mgodi huo unatumia mercury katika kusafisha dhahabu. Mercury unahitaji Kiswahili bwana? Zebaki. Mercury, sawa? Mtaangalia dictionary wenyewe. Sasa inamaga mercury hiyo katika mto. Sasa watu wana kijiji wanaotumia maji ya mto huu, watoto wanaogelea, wanatumia maji ya mto huu kunywa, wanaathirika na hiyo mercury. Sawa? Lakini wao wenyewe hawana uwezo wala hawana ufahamu wala hawana uelewa na kupinga jambo hili. Zaidi labda wanaenda kulalamika katika vyombo vya kisiasa au vyombo vya kiserikali, na kama mnavyojua, mimi sitaki kuzungumzia hiyo, wanazungushwa, sio? Njoo kesho, sijui nini. Wao hawana habari kwamba
haki yao ya msingi kuishi maisha inavunjwa. Haki yao ya kuishi tu inavunjwa. Sasa katika hali hiyo, tuseme mhadhiri wa chuo kikuu ameguswa na hili. Yeye haishi pale, yeye haathiriki, mtoto wake haathiriki, watoto wake hawaathiriki, na yeye ameguswa na jambo hilo ambalo linafanyika, linatendewa kwa sehemu ya umma, hawa wana kijiji. Anachofanya nini? Anaenda mahakamani chini ya ibara 26 ibara ndogo ya pili. Malalamiko yake kwa mahakama ni kwamba, waheshimiwa majaji, kule Geita kuna jambo linatokea ambalo linaathirika sana haki ya sehemu ya umma ya kuishi.